Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Al-Ibana TV online. Karibu tena kama kaida yetu katika kipindi chetu cha fatawa, na tunaye Sheikh Sayyid Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal hafidhahullah katika meza yetu ya leo. Na hapa mezani tuna maswali kadhaa ambayo tumetumiwa katika njia mbalimbali za mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo insha Allah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Abdul Qadir atakwenda kuyajibu kama mnavyofahamu, na ndivyo inavyotakiwa na ndivyo ilivyo. Kwanza kabisa basi, kwa niaba yako mtazamaji wangu nimsalimie Sheikh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Na Sheikh, katika maswali ambayo tumeyapokea hapa, wanasema swali la kwanza linasema swala ya jamaa baada ya jamaa ya kwanza kuisha ya imamu rasmi wa msikitini. Je, swala ya jamaa nyingine, yani swala mimi nimekuja msikitini nikakuta msha swali ya dhuhuri au msha swali la asiri au magharibi, swala yote na mmemaliza kuswali, mimi nikasimama wakati nataka kuswali, kuna watu wengine tena wanakuja nyuma yangu mtoka kutawadha, kwa hiyo bana masawe kuwa imamu hapa tuswalishe. Kwa hiyo mimi nikaanza Allahu akbar kama mimi imamu na wao maamuma. Vipi kisheria? Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabu itakuwa masala hii, na wako ulama wanasema inafaa kusaliwa jamaa ya pili baada ya jamaa ya kwanza inaisha, na wako ulama wanakataa, bali hao wachache, lakini wanakataa, wanasema jamaa kama itaisha ya mwanzo, jamaa nyingine kusali na msikiti haifai. Kwanza tunaanza na jamaa au ulama wanasema ambayo haifai. Hao ni Ahnaf, madhhab Hanafi Abdullah wanasema kama jamaa mwanzo umeisha haifai kusimamia ndani ya msikiti jamaa nyingine, lakini wanaruhusu kusalia jamaa anaitwa jamaa ndogo, jamaa saghira. Jamaa ndogo vipi? Utaenda nyumbani kule unasali na watu wako ndani nyumbani kwako, sio msikiti. Na wao wanategemea vile vile vitendo wa sahaba radhiyallahu anhum. Zaidi ya sahaba moja, Anas radhiyallahu anhu, Muadh, Abdullah ibn Umar na wengine, walikuwa kawaida yao kama wanakuja msikitini na jamaa imeisha, jamaa ishasaliwa tayari, wao walikuwa hawasali ndani ya msikiti jamaa, au moja moja hawasali kabisa, wanarudi nyumbani wanasali nyumbani kwao. Hii imethibiti, na ametaja Ibn Abi Shayba katika musannaf yake na Abdurrazzaq katika musannaf yake, na hii katika fi'li sahaba imethibiti. Sababu ulama wanategemea nani vitendo wa sahaba, na wao vile vile wanasema kama jamaa yuko ya pili, ya tatu, ya nne, na watu wataona wavivu kuhudhuria jamaa ya kwanza, hana heshima, hana utukufu fulani, wanasema jamaa tabata jamaa baadaye tu, yani jamaa ile ya rasmi takuwa hana hadhi yake. Wanategemea hii dalili, wanasema haifai, lakini dalili yao kubwa ni tegemea vitendo wa sahaba walikuwa wanafanya hivi, wanasali nyumbani, hawasali msikitini. Ulama wengine ambao ni jumhur hao, na hao kama Imam Malik rahimahullah, Shafi'i rahimahullah ta'ala, ana madhhab Hanbali hao watatu, na wengine wanaona jamaa inafaa kusaliwa jamaa ya pili ndani ya msikiti, hata ya tatu, hata ya nne. Kivipi? Wanategemea hadithi ambayo imepokea Abu Daud na Tirmidhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja amesalisha jamaa, wala kusalisha jamaa, kaja mtu kachelewa, Mtume kamwambia mtu mmoja, nenda simama, nani anatoa sadaka kusali na huyu. Baada riwaya katika Imam Bayhaqi fi sunani anasema huyu Mtume anamwambia simama, mtoa sadaka usali na huyu, abata jamaa huyu, ilikuwa Abu Bakar radhiallahu anhu.
Mtume anasema nani atoa sadaka kusali na huyu? Wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam karuhusu baada ya jamaa yake ambaye yeye alikuwa anaongoza maisha, huyu jamaa asali tena jamaa nyingine ya pili, Mtume aruhusu. Na hiyo sema, wanasema dalili kwa wazi, jamaa ya pili inafaa kwa sharti, wanasema mtu kama hajaachwa na jamaa ya kwanza kwa maksudi na uvivu, lakini jamaa imempita kwa dharura, amesahau, ameghafilika, sio kwa maksudi, nasema inafaa huyu mtu jamaa kusimamia jamaa ya pili. Lakini wote wamekubaliana msikiti ambayo yuko barabarani na musalla yuko sehemu ya kazi ambaye haina imamu ratib, hana imamu ya rasmi na muadhin rasmi, inafaa watu kusali zaidi ya jamaa moja. Wote wamekubaliana hivi. Wanakataa misikiti ambalo ina imamu rasmi na muadhin rasmi, na hii imamu anasema yeye mwenyewe kila siku aje mtu asali jamaa ya pili. Hawa wanakataa hivi. Lakini wote wamekubaliana misikiti yuko ndani ya sokoni, sema ya biashara, na misikiti watu hawatoshi, musalla ndogo watu hawatoshi, lazima watu wasali group, hawa wanaruhusu. Na misikiti yuko barabarani ambaye haina imam rasmi ratib na watu kusali kule wapita njia, wameruhusu watu kwa dharura hii zaidi ya jamaa moja. Lakini mختلفiana misikiti ambayo ina imam moja rasmi, je jamaa ya pili inafaa au haifai? Sasa masali haya yameeleweka hivi, lakini jamhuri wengi, ulama wengi wanakubali kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wasahaba wenyewe Sheikh Abdullah Anas mwenyewe ambaye alikuwa mara nyingine anakuja msikitini, jamaa ameisha hasali arudi nyumbani, tumesema na mithibiti kwake katika Bukhari, ametaja Imam Bukhari muallaqan amena bisiqat aljazm. Amekuja Anas siku moja radhiallahu anhu msikitini, watu washasali, ana vijana wake 20, kasema moja aqim, kasalisha yeye. Na tunayo hadithi vile tunayo hadithi ambayo sio hadithi, athari nyingine kwa Muadh ambaye alikuwa anasali nyumbani, siku nyingine alikuwa anasalisha jamaa. Msali sahaba, kifupi sahaba wengine wao wenyewe siku nyingine wanasalisha jamaa ya pili ndani ya msikiti. Sasa tunayo kauli mbili, jamaa sahaba inagongana, tunaona yani tunaona kwa dhahiri inagongana, tufanyeje? Nasema ndugu zangu Waislamu, mtu kama hana ugomvi na imamu au hataki msikiti kugawa, na watu wengine maksudi anaingia chooni mpaka imamu huyu aishe, hataka kusali nyuma imamu huyu, kiongozi ya msikiti yeye hakubali nao au haelewani naye, ataka kumpindua au nini, kumpindua au kumtoa, yeye anachelewa maksudi, ili wakati amaliza imamu yeye anasema Allah, yeye anasalisha yeye kama imamu hapa na yeye kiongozi, ataka kugawa Waislamu, huyu haram, ni haifai jamaa hii. Lakini sisi tunaongea mtu ambaye sala jamaa ya kwanza imempita kwa bahati mbaya na hana lengo kugawa Waislamu. Zanguni Waislamu, kauli na nguvu kabisa, inafaa jamaa ya pili kusalia misikiti kama mtu hajakusudia, ametoka bahati mbaya, na kama sio lengo ya mtu kugawa Waislamu. Na hikma nyingine Sheikh Abdullah hapa nataka nifahamishe Waislamu hawajue kwa nini sahaba wengine walikuwa hawasali msikitini jamaa kwanza imeisha, wanarudi wanasali nyumbani. Lazima Sheikh Abdullah ujue wewe na Waislamu waelewe vizuri, kusalisha sala zama ya Mtume sallam na wa khalifa zake Mtume sallam ilikuwa sio imamu tu peke yake, ilikuwa anasalisha watu sala na kiongozi mkuu ya Waislamu, yani imamu sala vile yeye ni kiongozi wa Waislamu, ni amiri muuminin. Amiri muuminin lazima yeye asalishe. Imam Mtume sallam yeye kuwa kiongozi wa Waislamu, yeye anasalisha. Baada ya Abubakar anasalisha, Umar akasalisha wakati khilafa yake. Sasa kule kusalisha imamu maana yake wewe kiongozi wa umma, sio malaka vizuri. Sasa kama jamaa ya kwanza imeisha, kiongozi sisalisha watu,
kiongozi wa umma, Amirul Mu'minin kusalisha watu, unakuja wewe unasamisha jamaa nyingine misikiti ile inaleta picha tofauti. Wakati ile kama wewe kiongozi na wewe kiongozi, au wewe unapingana kiongozi wa Amirul Mu'minin, ilikuwa ina picha hivi mkubali. Imana wa sahaba wengine walikuwa hakubali, wanarudi kusali nyumbani. Sasa kifupi, inafaa jamaa ya pili ya usali misikiti kama tutoa sharti hapa, mtu sio lengo ya wa umma na yeye sio anapinga ile, sio kiongozi wa misikiti na hafanyi ile maksudi, imetokea bahati mbaya, inafaa. Kwa nini nasema hivi Abdullah? Mtume katika hadithi anasema sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja anasali baki yake na mtu anasali na mtu, bora mtu anasali na mtu kuliko mtu kusali baki yake. Allahu Akbar. Kisha Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, na mtu mmoja anasali na watu wawili, walikuwa watatu sasa, na kusali mtu na mtu mmoja, bora ile kusali na watu wawili jumla watatu kuliko mtu mmoja. Mpaka Mtume anasema kila idadi jamaa inazidi Mungu anapenda. Ni hadithi sahihi. Sasa jamaa ya pili hatuwezi kukataza kwa sharti ambayo nimetaja hivi, ambayo ulama wamesema. Lakini ulama wanakataa, wanasema ile Mtume anasema nani amesema, nani atoa sadaka kusali na huyu, ile sala jamaa, lakini inaitwa sala almutanaffil khalf almuftarid. Mtu anasali sunna, anasali nyuma ya mtu sala ya faradhi. Tunasema sisi hatuangalie kule, na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, baadhi ya ulama zetu, lakini bin Baz, bin Uthaymeen, wote wanampinga masalia huko nao, yani msimamo yao kama ambaye nasema mimi hapa, bin Baz, bin Uthaymeen nakubali jamaa inafaa, Fauzan, wote ulama zetu kwa hai wanakubali hivi. Sheikh Al-Albani tu amekataa katika kitabu yake Timam al-Minna rahmatullahi alayhi. Lakini sisi lengo yetu, Mtume ameruhusu jamaa ya pili baada jamaa ya kwanza ameisha. Mtume anasema jamaa yenu hii, yani mtu ya fardhi, mtu wa sunna anania ameweka nia sunna, anasali nyuma ya mtu anasali fardhi. Mtume hajatoa ile illa hajatoa, na hukumu al-aam yabqa aaman, hukumu aam inabaki aam. Hii nimeongea sana, nimechelewesha ile kusharehesha, lakini inafaa kusimamisha jamaa ya pili katika msikiti au ya tatu nne, kama sharti hapa nimetaja mimi imepatikana. Wallahu a'lam.